Mange Kimambi ametangaza kwamba Nay wa Mitego amelipwa kiasi cha pesa cha shilingi milioni 100 ili aweze kujiunga na chama cha CCM. Yani moja kati ya kitu ambacho kimeweza kuwashtua watu wengi sana, kwa sababu wengi wanafahamu namna ambavyo Nay wa Mitego amekuwa ni mtu ambaye anazungumzia sana upinzani. Na Mange amezungumza mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika paka Nay wa Mitego akaweza kulipwa kiasi hiko cha pesa. Na comments za watu wengi zimekuwa tofauti sana, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameungana na wakasema kwamba bora tu Nay wa Mitego ahamie CCM. Na kwa mujibu wa Mange Kimambi anasema tayari hadi wimbo wa kumsifia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan umeshaandaliwa, so wanatafuta tu right time ya kuweza kuutoa huo wimbo, lakini pia kumtambulisha Nay wa Mitego kwa Watanzania na Watanzania wafahamu kwamba rasmi Nay wa Mitego ni mwanachama wa chama cha CCM. Sasa baada ya Mange Kimambi kuweza kuandika hayo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Nay wa Mitego bana ameibuka na kufunguka kuhusiana na hizo tuhuma ambazo amekuwa akipewa na Mange Kimambi kwamba kajiunga au kalipwa kiasi hiko cha pesa cha milioni 100 ili kujiunga CCM. Lakini pia Nay wa Mitego ameweza kuzungumzwa na watu wengi sana akiwepo Roma Mkatoliki. Sasa Nay wa Mitego ameibuka na kusema haya maneno kuhusiana na hizo tuhuma ambazo ameweza kupewa. Nay wa Mitego amesema, mimi ndio rais wa kitaa, sina chama na sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote. In short, mimi sio mwanasiasa. Mimi ni sauti ya walalahoi wenzangu na haiwezi badilika, na naenjoy kuwa hivi nilivyo. Upendo wa watu wangu kwangu una thamani kubwa sana. Haya, nimesikia dada yangu Mange kanipigia promo ya milioni 100 huko bana. Haya, huo wimbo wenyewe unatoka Jumatatu asubuhi na mapema. Kwa hiyo endeleeni kusubscribe kwenye channel yangu ili kuendelea kupata notification ya nyimbo yangu mpya ambayo itatoka. So Nay wa Mitego ameweza kukanusha kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na Mange Kimambi, ambacho Mange Kimambi ameweza kukieleza kwamba Nay wa Mitego kajiunga, na akawa ametaja baadhi ya watu ambao wameweza kumlipa pesa hizo. Na baada ya Nay wa Mitego kupewa hizo pesa, tunaambiwa na Mange Kimambi kwamba aliweza kuzima simu. Kwa hiyo mameneja wanamtafuta ili waweze kupata asilimia zao, kwa sababu inavyosemekana wao ndio wameweza kufanya hizo connection mpaka akaweza kujiunga kwenye chama cha CCM. Lakini Nay wa Mitego yeye ameweza kukanusha na kukataa na kusema kwamba yeye hahusiki. Sasa nataka nikupitishe kwenye comment za watu ambazo wamecomment kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea. Mmoja akasema, ila jamaa kajimaliza mwenyewe, milioni 100 bora angechangiwa na wananchi ili abaki na heshima yake. Mwingine akasema, bora kuchukua milioni 100 kuliko kutetea taifa lisilojitambua. Na mnaosema milioni 100 ndogo, je, benki akaunti yako inasoma shilingi ngapi? Mwingine akasema, ukiona wewe unaweza kununuliwa kwa thamani ya fedha, ujue upo hatarini kuporwa haki zako zote za msingi kwa ajili ya fedha. Mwingine akasema, pesa sabuni ya roho, hata ungekuwa wewe milioni 100 ungekataa. Mwingine tu akaamua posti video ya papa mpya. Mwingine akasema, nilale sasa nisije nikajiua. Mwingine akasema, Yesu Kristo anakuja, tubuni na kuamini tupo siku za mwisho, Ufunuo 22 mstari wa 12. Mwingine akasema, nimejikuta na mwanfollow. Mwingine akasema, ila these guys tried for us, ila ndio hivyo wenyewe hatusaidiki. I'm sure he got tired, alafu he was earning nothing, ukizingatia na hali ilivyo, akaona cha kufia kisa watu nini. Mwingine akasema, sawa, ila kwa level ya Nay milioni 100 ni ndogo, angekomaa hata 500. Hizo hata Chadema wangempa. Mwingine akasema, hadi Nay hili limeniliza sana, kama msiba unavoumaga, dunia inaenda wapi, utu uko wapi na hizo pesa ziko wapi?
Mwingine akasema, Mange, hapo kwenye kujiita celebrity naona umejikosea sana. Celebrity wa TZ, wewe ni human rights activity, tukae hapo. Hiyo ni post ambayo Mange Kimambi yeye alikuwa amezungumzia kuhusiana na yeye ni nani. Ila mwingine akasema, ila uhalisia maisha aliyoishi yamemchosha, anapigwa anafungiwa nyimbo show hapati, amezuiwa biashara zake, akitaka kusafiri anazuiwa, immigration. Nyie mnaosema muanzishe kumwanfollow, mshawahi kumsupporti kwa chochote au ndio mnajifanya mna hasira na nchi mkiwa mitandaoni tu? Mama yake mzazi bado anampenda mwanae, maisha pia yanamhitaji na ana familia inahitaji aihudumie. Nyie social media kazi ni comment tu, vitendo zero. Nimeumia ila sina deni naye na nitaendelea kumheshimu. Comments ni nyingi sana za watu. Kuna watu wengi wanasema, wengine wanampongeza, wengine wanazungumza negative. Roma wa watu alihimiza tumchangie. Unakumbuka post ya Roma. Mwingine akasema, akutetea wananchi inabidi uwe na moyo kama wa Mange, hasa ukiwa hapa nchini. Ni ngumu mno. Kwa uwezo wake alijitahidi sana, ila bado wananchi walitunga hadi vichekesho kumuongea anachofanya kuwa ni kibaya. Ila pia hata ingetokea kumbana na majanga makubwa, hii Tanzania yetu ingemgeuka na ingesahau utetezi, wangeanza kusema tulimwambia sisi. Ila kama angekuwa anaimba na anapata ushirikiano mzuri wa maneno na vitendo, basi nadhani angetiwa moyo na kusonga mbele. Ameona anatetea watu wasio na habari naye, wala shukrani, ndio maana imekuwa rahisi kushawishika. Tunashukuru hata kwa hapo alipowahi kufanya uthubutu, na tumtakie kheri huko aendako, na tumuombe Mungu wa Tanzania tujitambue sasa basi. I say comments ni nyingi sana za watu. Mwingine akasema kwamba lakini amepambana sana, inafika hatua anachoka kupambania watu wasio kusupporti wananchi, hatuna umoja. So kwenye hii posti ya Mange, comments nyingi zimekuwa ni kwamba wengi wanasupport kile ambacho amekifanya Nay wa Mitego kwa mujibu wa maelezo ya Mange, ingawa Nay wa Mitego mwenyewe ameweza kukanusha na kusema kwamba yeye hawezi kuuza utu wake wala kupokea hizo milioni 100. Kwa hiyo thamani yake ni kubwa sana kuliko hizo milioni 100, na yeye amesema atabaki kuwa rais wa watu. Sasa kwa maoni yako pia unaweza kutuambia hapo, kwa sababu tumeona namna ambavyo Roma Mkatoliki ameweza kuposti picha akaweza kumfuta na kuonekana kabisa wazi hayupo pamoja na yeye kwenye harakati zake ambazo wamekuwa wakizifanya. So niambie hapo kwenye sehemu ya comment kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, lakini pia usisahau kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter as a Bongo.